Vijana, pendaneni kwa ajili ya Allah. Ni sunna kumpenda muislamu wenzako kwa ajili ya Allah. Na Bwana Mtume anasema idha habba ahadukum akhahu falyukhbirhu, mmoja wenu akimpenda ndugu yake amwambie inni uhibbuka fillah, hakika yangu mie nakupenda kwa ajili ya Allah. Na wewe akikwambia mtu nakupenda kwa ajili ya Allah, nawe umwambie ahabbaka Allahu alladhi ahbabtani fihi, namuomba Allah ambaye umenipenda kwa ajili yake naye akupende. Sisi hatupendani, na ikitokea tukapendana pia sunna kuambiana uhibbuka fillah, na kupenda kwa ajili ya Allah tuambiane. Sisi tunamaindiana tu, sisi tunachukiana tu. Waislamu wa zama hizi tunapendana, tunachukiana. Hatupendani kwa dhati bwana, tunapendana kichina china tu. Na mimi huwa wananishangazaga watu ambao wana dini. Unamwona mtu physical appearance yake ana dini, kapendeza, kavaa kanzu, ana sunna, ana malamih za kiiman, lakini anachukia watu. Nini tatizo? Tumetofautiana tu. Kwenye nini? Yeye ana kitu fulani, mimi na kitu fulani. Aliyekwambia nani umchukie ndugu yako? Hivi adilla za kupendana ziko wapi? Fawalladhi nafsi biyadihi la tadkhulu aljannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu. Iko wapi hiyo? Mtume anaapa, anasema naapa kwa yule ambaye nafsi yangu mimi ipo mikononi mwake, hamtoingia peponi mpaka muamini, hamtoamini mpaka mpendane. Walmu'minuna walmu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd. Kaangalia katika sura ya 9 Tauba, waumini wa kiume na waumini wa kike wao kwa wao ni vipenzi. Wewe aliyekufundisha kuchukia waislamu wenzako nani? Una aya gani? Una hadithi gani? Aliyekuambia kutofautiana wewe na yeye? Kajisemea Sheikh Abdul Salam juzi, huyu katikisa kidole, huyu hajatikisa. Una mind hilo tu, wewe utakuwa huna ilmu, huna imani, kwa sababu huwezi kumchukia mtu kwa wijihatu nadhar, kwa mitazamo ya kawaida tu. Wanawachuoni hawakuchukiana. Sheikh Shamsi anajua, al-Sheikh al-Allama al-Albani na Sheikh al-Allama Abdul Aziz ibn Baz wa Sheikh al-Allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen wametofautiana katika masuala ya kurejesha mikono katika kifua baada ya kurukuu. Ibn Baz na Ibn Uthaymeen wanasema kurejesha mikono ni sunna. Albani anasema ni bid'atun hijaziyya, hii ni bid'a ya watu wa Hijaz, watu wa Saudia, hii ni bid'a, kaita bid'a. Haya, nyinyi kina Ibn Baz na Ibn Uthaymeen, dalili yenu nini? Dalili yetu, ushahidi unasema kwamba ukirudi katika rukuu, Mtume alikuwa akirudi anakuwa kama alivyokuwa hapo awali. Tafsiri tu, kila mmoja kaelewa kwa namna yake. Ibn Baz na Ibn Uthaymeen wamesema kabla hujarukuu ulikuwaje? Ulisimama na ukafanyaje? Ukakunja mikono, kwa kunja tena mikono. Al-Albani anasema hapana, haijakusudiwa hivyo, imekusudiwa ni qiyamu tu, ile kusimama tu, kunyooka kabla hujaenda kusujudu. Huyu kaita hiyo ni sunna na huyu kaita hiyo ni bid'a. Hawajagombana, na walikuwa pamoja, na walikuwa wanapendana. Tena maneno mazito, hii ni bid'a ya kwenu. Hawajamaindiana. Subhanallah. Kwa hiyo jambo la 6 katika mambo 7 ambayo atakayeyafanya atapewa kivuli siku ya Kiyama ni watu wawili waliopendana kwa ajili ya Allah na wakakutana kwa ajili ya Allah, na ikibidi kuachana wakaachana kwa ajili ya Allah. Mtu wa mwisho, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Na mtu wa mwisho katika watu 7 watakaopewa kivuli siku ya Kiyama ni mtu aliyetoa sadaka kwa siri, kwa kificho, kwa mkono wake wa kulia, kiasi ambacho mkono wake wa kushoto, ule mkono wake wa pili, haujajua mkono wa kulia umetoa kiasi gani. Huyu ana kivuli siku ya Kiyama. Mahallu shahid, katika watu 7 watakaopewa kivuli siku ya Kiyama, vijana wamo. Wa kwanza nani katika vijana? Wa shabun nashaa fi ibadati rabbi, na kijana aliyekulia katika ibada ya Mola wake mlezi.
Kijana wa pili, na mtu aliyeitwa na mwanamke mwenye cheo, mwenye hadhi, mwenye uwezo, mwenye uzuri, ili akafanya naye maasi, yeye akasema hakika yangu mimi namwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Vijana wa Kiislamu, Uislamu unawahitaji na umma unawahitaji, hata nchi inawahitaji, hata jamii inawahitaji. Nikiwa nahitimisha, cha kwanza ambacho nakuhusieni vijana wa Kiislamu, someni elimu zote mbili. Dunia tulionayo inahitaji usome elimu zote mbili. Elimu ya dini ni muhimu zaidi. Waislamu wengi hatujasoma elimu ya dini na hatutaki kusoma, tumeishia na ubishi tu. Utasikia mtu anakuambia kusoma sijasoma, lakini mambo ya dini hunidanganye. Which is which? Kipi ni kipi sasa? Kusoma sijasoma, lakini mambo ya dini hunidanganye. Mbona maneno yanagongana? Nilikuwa nikiwaambia wanafunzi wa Mahadi ya Darul Ulum leo kwamba kuna ilmu za aina mbili, ilmu dharuri wa ilmu nadhari. Ilmu ya dharura, ya lazima juu ya Waislamu wote, kumjua Mola wako, kumjua mtume wako, kuijua dini yako. Mambo ya msingi yale lazima tuwe nayo. Hatutaki kila kitu siku hizi kinasomewa. Ukitaka kujua lugha ya kigeni unakwenda English course. Ukitaka kuendesha gari unajiunga na VETA. Ukitaka sijui kujua kompyuta unakwenda computer course. Mambo ya dini hakuna. Bali tathmini inaonyesha waumini wetu Tanzania nzima mnapenda mihadhara kuliko darsa. Shekhi hapa asimame, tuna kitabu Riyadhus Salihin hapa tusomeshane, au kitabu cha aqida Usuluddin al-usul thalatha, khudh aqidataka, au kitabu chochote hapa, mmoja mtampa kisogo, mtaondoka zenu. Tutajua lini dini yetu? Tusipojua dini yetu, tusipokubali kusoma yale mambo ya msingi, wallahi kila generation inapokuja mambo yatakuwa ni magumu zaidi na yatakuwa ni mabaya zaidi. Kwa hiyo vijana wa Kiislamu, jitumeni, someni, penye nia pana njia, wala msije mkasema hatuna muda. Muda upo. Ukijiwekea baina maghrib na isha kila siku walau nusu saa, ukaweza kusoma hata Qur'ani basi. Salatul fajr tena, kama unaswali swala ya jamaa, imamu wako ambaye nipitishe hadithi moja, haba na haba hujaza kibaba, ado utakuja kujua nia tu. Kwa hiyo mada yangu ilikuwa kisema, vijana tutakuja kuulizwa siku ya Kiyama. Nendeni mkaandae majibu kwa Allah subhanahu wa ta'ala atakapokuulizeni juu ya ujana wenu, umri wenu, ilmu yenu, mali na vipato vyenu na vitendo vyenu vyote kwa ujumla. Na wallahi mtakuja kuulizwa juu ya Uislamu. Uislamu sio kina Sheikh Shamsi na Sheikh Abdul Salam na Sheikh Ibrahim Bombo. Uislamu ni wa watu wote. Kuna mambo mnapenda kutuachia, si mashehe wapo, endelea. Hapana, kuna mambo mengine mashehe hawawezi. Mashehe wanataka washikwe mikono. Waswahili wanasema kidole kimoja hakivunji chawa. Waarabu wanasema mkono mmoja hauwezi kupiga makofi. Kila mwenye uwezo apambanie Uislamu. Mwenye ilmu, tumia ilmu yako kupambania Uislamu. Mwenye sauti, tumia sauti yako kupambania Uislamu. Mwenye nguvu, Allah amekupa nguvu, bouncer, handsome kama Sheikh Ibrahim Bombo, mashaallah, tumia zile nguvu kwa ajili ya Uislamu. Mwenye mali, tumia kwa ajili ya Uislamu. Na nikisema tupambanie Uislamu, mimi sikusudii tu tukapambana na wasiokuwa Waislamu tukawapiga. Kupambania dini yetu, misikiti yetu ipendeze, tuongeze madaris, watoto wetu wasome, tuhakikishe
Simamia watoto wetu maadili. Sasa hivi kuna mmonyoko mkubwa wa maadili. Familia za Kiislamu haziswali, unaiswali wewe peke yako, pengine wadogo zako hawaswali, dada zako hawaswali, baba yako na mama yako pengine hawaswali. Ndio kupambana kwenyewe. Ukisikia kuna harambee ya Kiislamu, nenda kachangia Tabuku, inaweza ikawa ina baraka kuliko aliyochangia 100,000. Tuwe mstari wa mbele katika khairi, fastabiqul khairat, shindaneni katika mambo ya khairi. Na Allah anasema waf'alul khaira la'allakum tuflihun, fanyeni khairi huenda mkafaulu siku ya Kiyama. Wasia wangu kwa vijana na kwa wazee, tujiandae huko, kuna maswali kede, maswali kem yanatusubiri, tuandae majibu hapa duniani. Pale nilipopatia ni taufiki ya Allah, na pale nilipokosea ni mapungufu ya kibinadamu, niseme subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.